अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा कुल अमरा रब्बी बिल क़िस्त वअक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदूहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदाअकुम फ़ऊदून। इन आयात का तर्जुमा ये है कि mtukufu ayyadahullahu ta'ala bisal aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hizi ni ifuatayo: na kwa hakika misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu, basi msimwabudu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Hii ni aya sura Jin na aya nyingine ni ya sura Araf. Tafsiri yake ni kwamba sema Mola wangu ameamuru uadilifu na elekezeni nyuso zenu wakati wa kila swala na kumuomba yeye kwa utii halisi, kama alivyowaumbeni kwanza ndivyo mtarudi. अल्हम्दुलिल्लाह आज इस इलाके में हमें मस्जिद Alhamdulillah, katika eneo hili misikiti mpya limejengwa na ufunguzi unafanyika leo. ये दुनिया के लिए भी बता दूं कि फेल्थम का इलाका कहलाता है, हौसलों भी करीब है, Nieleze kwa ajili ya dunia kwamba hili ni eneo la Feltham. दो जमातें हैं, साउथ और नॉर्थ। Msikiti huu ni msikiti wa kusini na kaskazini wa eneo hili, यहाँ के रीजनल bali sawa na maelezo ya Amir Sahib inaonekana kwamba msikiti huu ni msikiti wa eneo hili lote, kwa sababu msikiti huu ni mkubwa kushinda misikiti yote mingine inayopatikana katika eneo hili. अब आप आया करेंगे, यही मस्जिद का मकसद होता है। अल्लाह करे Watu watakuja kwa ajili ya swala na kwa ajili ya Ijumaa. यहाँ हर इलाके में Mwenyezi Mungu ajalie kwamba hapa katika kila eneo, katika kila jumuiya waweze kujenga msikiti पूरा करते हुए ili sawa na hamu ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, na kwa kutimiza hamu yake misikiti yetu iweze मैदान खुलें, kueneza Islam na kutambulisha Islam,
na ifanye kazi ya mahubiri na watu wajue mafundisho sahihi ya islam kwa kupitia misikiti yetu, kwa sababu siku hizi ni jumuiya pekee ambayo inaeleza mafundisho sahihi ya islam mbele ya dunia. एक रिवायत में आता है kisha kwa ajili yetu ujenzi wa misikiti ni muhimu kwa sababu ya hii pia, kwamba katika riwaya moja inapatikana Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, hata aliamuru kwamba जमाने में katika mitaa jengeni misikiti, hata katika nyumbani pia jengeni misikiti. Zamani watu walikuwa wakiishi katika makabila, hata siku hizi pia nimeona kwamba mataifa mengine yanapenda kukaa pamoja. चाइना का बना लेते हैं Kama watu wa China wakienda sehemu yoyote wanapenda kukaa pamoja. Katika riwaya hii inapatikana kwamba katika kila eneo jengeni msikiti, कुरान में kisha baada ya kujenga safisheni misikiti yenu. Vile vile katika Qur'ani tukufu pia Mwenyezi Mungu amesema kuhusu ujenzi wa misikiti. खास तौर पर Basi misikiti ni muhimu sana, hasusan kwa ajili yetu sisi wanajumuiya wa Ahmadiyya, एक पाक साफ जगह का इंतजाम करके ili ikiwa upande mmoja tupate nafasi nzuri safi kwa ajili ya swala yetu ya kawaida, आजकल जबकि इस्लाम के vile vile और upande mwingine wakati dhidi ya Islam इस्लाम की watu wanatoa shutuma za aina mbalimbali, sisi tuweze kueleza mafundisho sahihi mazuri ya Islam mbele ya dunia. में हमारे सेंटर हैं और भी जगह Ingawa katika eneo hili South Hall na Hounslow tuna center zetu, na vile vile katika maeneo mengine pia tuna center kwa ajili ya swala na watu wanajumuika, na vile vile mipango mingine ya jumuiya pia inafanyika katika center hizi. नए रास्ते Lakini अल्लाह ताला के फजल से इस इलाके में lakini kwa kujenga msikiti njia mpya zinafunguliwa kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu. Katika अगले हफ्ते उसका mkoa huu jumuiya Hez pia imejenga misikiti, na wiki ijayo inshallah ufunguzi utafanyika. ये इमारत गो Misikiti huu ambamo hutuba inatolewa, मस्जिद वो तो नहीं है एक इमारत को nyumba hii खातर की इमारत थी haikujengwa kama ni किया गया है ujenzi wa misikiti, lakini ilikuwa nyumba au ghorofa ya ofisi mbalimbali, lakini imebadilishwa katika sura ya misikiti, इन मसाजिद को na Hez pia imebadilishwa katika sura ya misikiti. Zamani ilikuwa community center. किया गया है इन मसाजिद Mwenyezi Mungu तालीम ajalie kwamba nyumba hizi ambazo zimebadilishwa katika sura ya misikiti hii iweze kueneza mafundisho sahihi ya Islam, हमारे ईमानों में na vile vile iwe बनाए nafasi ya kupata malezi, na vile vile itupatie maendeleo pia. ये आयात जो मैंने तिलावत Na imani inapata maendeleo baada ya kupata misikiti. Aya niliyosoma mbele yenu, की मस्जिद की आम katika aya hii Mwenyezi Mungu ameeleza umuhimu wa msikiti ni nini, तुम्हें kuhusu umuhimu wa misikiti na kupata lengo lake. में दूसरी जगह भी उसका Mwenyezi Mungu ametukumbusha kwamba namna gani tunatakiwa ताला tuzingatie au tufanye. ऐसी जगह हैं Katika aya hizi Mwenyezi Mungu anasema misikiti ni sehemu खालिस ambamo ibada ya Mwenyezi Mungu inafanyika humo, शेर बल्कि दुनियावी बातें भी ना हो na misikitini haina ruhusa ya kufanya ushirikina au mambo ya ukafiri au mambo ya dunia hayaruhusiwi kufanywa katika ndani ya misikiti. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ikiwa vitu vinapotea nje, basi tangazo lisitangazwe misikitini, wala mambo ya dunia yasizungumzwe misikitini. पैगाम को Lakini ikiwa ni mambo ya dunia, mambo ya dini, baada ya kuswali swala, iwe mipango ya kueneza dini tukufu ya Mwenyezi Mungu duniani, au kuleta watu karibu na Mwenyezi Mungu,
au kupanga mipango ya kujitayarisha kwa ajili ya kazi hii ya kueneza dini ya mwenyezi mungu au kupanga mipango kwa ajili ya heri ya viumbe vya mwenyezi mungu au kwa kujitolea kwa ajili ya kazi hii, mambo haya yanaweza kufanyika miskitini. mwenyezi mungu anasema fala tadu maa allahi ilahan ahada, कि जब हम ये कहते हैं कि हमारी yani साजिद sisi tunaposema खुली खुली हैं, kwamba misikiti yetu बताते हैं, ni wazi kwa ajili ya watu wote एक तो इसका na tunawaambia watu wote kuhusu hii, इसका अमूमन हमारी maana yake ni kwamba कि कोई शख्स चाहे किसी भी मजहब का हो या ला मजहब भी हो, kwamba mtu yoyote akihusika na dini yoyote au hata kama hana dini anaweza kuja katika misikiti yetu, ताला के इस हुक्म na watu wanakuja na mipango mbalimbali inafanyika, अल्लाह ताला lakini tunatakiwa tuzingatie jambo hili kila wakati kwamba misikiti inajengwa kwa ajili ya ibada ya mwenyezi mungu. इबादत करने की ikiwa tuna इस बात की, mruhusu mtu wa dini ingine kwa ajili ya ibada, क्योंकि हर मजहब में basi tuzingatie jambo hili kwamba afanye जो खुदा ibada ya mwenyezi mungu halisi tu, वो तो तुम बेशक हमारी मस्जिद में कर सकते हो, और जो बुतों की इबादत का हिस्सा ile ambayo ni ibada ya mwenyezi mungu wanaweza kufanya, lakini kama kuna mambo ya ushirikina, mambo ya masanamu, hawaruhusiwi kufanya misikitini, wanaweza kufanya nje ya misikiti. Kwa hivyo mtu wa dini yoyote kwa sharti hii anaweza kuja misikitini na kufanya ibada. मसाजिद लिल्लाह है, misikitini haina ruhusa ya kufanya ushirikina wa aina wowote. wa anna almasajida lillahi fala tadu maa allahi ilahan ahada, yani bila shaka misikiti ni kwa ajili ya mwenyezi mungu, lengo la ujenzi wake ni kumwabudu mwenyezi mungu mmoja tu. और खुदा ताला ने हुक्म फरमाया है कि अगर मेरे misikiti ni nyumba ya mwenyezi mungu, na mungu mwenyewe amesema kwamba ikiwa घर सिर्फ मेरी इबादत करो, mnataka kuja katika nyumba yangu kwa ajili ya ibada, basi ni abuduni mimi tu, इससे पहली आयत में भी nafuateni amri zangu zote. कि खुदा ताला की जात ही katika aya zinazopatikana kabla ya aya hizi, madhumuni hii inapatikana kwamba mungu ni mmoja. और आ हजरत wanaoenda mbali kwa mwenyezi mungu wanapata adhabu. रोशन और वादे हो गई, baada ya kuja kwa mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jambo hili limekuwa wazi zaidi, नियत को दुनिया में अब na mwenyezi mungu ameamua kwamba kwa ajili ya ibada मसाजिद kwa kumpitia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atathibitisha jambo hili, और अब दुनिया में na misikiti ni njia ya kuthibitisha na kulenga kutimiza lengo hili. मसाजिद के जरिए ही फैलेगी। duniani umoja wa mwenyezi mungu na ukweli unaweza kusambazwa kwa kupitia misikiti. दावा करते हैं wale ambao wanamwamini mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam पूरा करने के लिए na sisi wanajumuia ambao सादक की जमात में tuna होने का दावा tunadai kwamba tumempokea seinam alahi salatu wassalam aliyekuja kutimiza lengo la mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. sisi और ये मकसद होना चाहिए कि जहाँ kazi yetu ni hii tu, na inatakiwa sisi tuwe na lengo hili tu kwamba ताकि हमारी बात ikiwa tunakuja misikitini kwa ajili ya ibada ya mwenyezi mungu कायम हो, मयार बढ़े और जिंदा ताल्लुक कायम हो, ili tuwe इस सच्चाई uhusiano maalum na mwenyezi mungu na tuwe karibu na mwenyezi mungu, vile vile upande mwingine जब सच्चाई tuweze kusambaza nuru hii duniani. तो हमें सिर्फ जाहिरी बात basi ikiwa tunataka kusambaza nuru ya ukweli duniani, बल्कि katika hali hii अपने आप को भी hatuwezi kudai kwa maneno tu kwamba tunamwabudu mwenyezi mungu, bali kwa vitendo vyetu tunatakiwa tuthibitishe. पहले इंसाफ को aya ingine niliyosoma ya sura araf, mwenyezi mungu amesema kwamba mufanye uadilifu. amesema kul amara rabbi bilkiste, ये हुक्म जहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को yani sema mola wangu ameamuru uadilifu. की मोमिन को भी है जो amri hii मान लाने का दावा कर alimwamuru mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vile vile waaminio wote walipewa amri hii. वो लोग हैं hapa
tumeambiwa kwamba tutangaze kwamba sisi ni wale ambao tumeambiwa tusimamishe tuimarishe uadilifu na tutimize haki za wanadamu na mwenyezi mungu na tufuate njia ya uchamungu. Na watu ambao wanakuwa na hali hii, hawa ni wate ambao wanaweza kumwelekea mwenyezi mungu na wanaweza kutimiza haki ya ibada ya mwenyezi mungu. जिनकी तबीयत में नेक ni hawa watu ambao wanaweza kutimiza haki ya ibada, ना तो watu ambao wanakuwa wema na wale ambao hawana uadilifu wala si watu wema. Wale watu hawawezi kutimiza haki za wanadamu दूसरे wala अदलो इंसाफ ऐसे लोगों hawawezi kutimiza haki za mwenyezi mungu. Ikiwa तकवा है upande mmoja wanafanya uadilifu lakini upande mwingine uadilifu hauonekani ndani yao, तरफ तमाम तर basi ni uchamungu ambao माइल करता unaelekeza kwa mwenyezi mungu, और तकवा ही है जो इबादत का हक अदा na ni uchamungu ambao unatimiza नमाज के वक्त haki ya mwanadamu. Kwa sababu ya hii mtu anatimiza haki ya ibada. की तकाजे के तहत mwenyezi mungu anasema kwamba wakati wa sala mnapoelekea misikitini, ikiwa इबादत ने kwa sababu ya udhaifu wa binadamu इधर उधर कर भी दी है dunia au faida ya dunia के बुलावे के साथ inapoteza तुम्हारे ख्यालात inapoteza lengo lenu, के अहकामात की तरफ मुंतकिल basi kwa kusali अल्लाह का हकीकी अब बनाने वाले kwa kusali mnaweza kuelekeza होते हैं बेफायदा हैं या मत kuelekeza malengo yenu kwa mwenyezi mungu. करते हुए pengine haina faida ya kuja misikitini. तो इबादतों के मयार के हसूल के लिए अहकाम Ikiwa mwenyezi mungu anasema kwamba mwabudu mwenyezi mungu kuhalisisha dini kwa ajili yake, अल्लाह ताला के basi katika hali hii mwenyezi mungu ameweka sharti kwamba amri zake zote pia zifuatwe. पर भी अमल करना होगा। अल्लाह ताला का खौफ Katika hali hii mtu analazimika kufuata amri zote za mwenyezi mungu, na haufu yake na ucha mungu wa mwenyezi mungu और ये ni सब चीजें ही हैं kitu ambacho kinamwezesha mwanadamu anaweza kutimiza haki za mwenyezi mungu एक इंसान na haki za ibada, और फिर अल्लाह ताला फरमाता है na jambo hili linamwezesha mtu anaweza kutimiza haki za ibada na haki za mwenyezi mungu. Mwenyezi mungu anasema kama badaakum taudun, इस तरह तो मरने के बाद kama alivyoumbeni kwanza ndivyo mtarudi baada ya kufa kwenu. इंसान को याद रखना चाहिए कि दुनिया में किए गए Mwanadamu anatakiwa akumbuke kwamba duniani vitendo vinavyofanyika hapa duniani anapata ujira wake huko akhera. मुख्तलिफ मरहले Basi mwenyezi mungu anasema kwamba kuumbwa kwenu की तरफ तवज्जो दिलाने वाला होना चाहिए। na kuishi hapa duniani बात की जिंदगी के भी inatakiwa aiwakumbushe kwamba baada ya kufa pia kuna uhai, kuna maisha na mtapita katika maisha yale बेहतर नशोनुमा के लिए सही नशोनुमा के लिए अपने इस दुनिया के अमाल kwa ajili ya kuboresha maisha ya akhera. और ये फिक्र Mnatakiwa muboreshe vitendo vyenu katika dunia hii, अल्लाह ताला की इबादत का हक na hali hii inaweza kupatikana wakati mtu anatimiza haki ya ibada ya allah subhanahu wa taala, बजा लाए na ibada zake zinakuwa kwa ajili ya kupata ridhaa ya mwenyezi mungu, पूरी तरह अमल करने की कोशिश की जाए। na anajitahidi kufuata amri zote za mwenyezi mungu. कि खुदा ताला के सामने खड़ा हूँ Wakati wa kufanya ibada awe ताला की तरफ तो na imani hii kwamba amesimama mbele ya mwenyezi mungu, जो na kwa kumwelekea mwenyezi mungu अल्लाह ताला के फजलों को हासिल करने वाला बनाएगी। nikifanya ibada basi nitapata fadhila za mwenyezi mungu katika dunia hii, na vile vile katika akhira pia nitapata baraka za mwenyezi mungu. कि
ibada halisi inatakiwa iwe ya aina gani. पेश नजर होना चाहिए। हज़रत मसीह मौद ने इस सवाल के जवाब में फरमाया कि मोटी बात sainam alahi salatu wassalam ameeleza kwa kueleza hii kwamba ni jambo la kawaida ni kwamba katika qurani tukufu imeandikwa kwamba udhuuhu mukhlisina lahuddin, और उसके एहसानों का yani kwa imani sana mnatakiwa mkumbuke mwenyezi mungu एहसान पर अल्लाह ताला की। na mnatakiwa mkumbuke ehsani za mwenyezi mungu. Mwenyezi mungu amefanya ehsani chungu mzima juu ya wanadamu, दुनियावी hususan wale ambao wanaishi katika एहसान है। nchi hizi za ulaya. Kuna uhuru wa dini na wamepewa fadhila za mwenyezi mungu. Amesema sainam alahi salatu wassalam anatakiwa akumbuke ehsani hii वही एक रब और हकीकी कारसाज है। इबादत के na amwelekee mwenyezi mungu kisawasawa kiasi hiki kwamba amtegemee yeye tu. खुदा को देख रहा है। Na muhtasari wa ibada ni kwamba asimame mbele ya mwenyezi mungu kana kwamba anamuona mwenyezi mungu, तरह के शिर्क से पाक हो जावे, badala ya hii kwamba mwenyezi mungu anamuona, उसी की अजमत awe का ख्याल रखे। tabia ya kujitolea na asiwe na shiriki ya aina yoyote, मांगे और बहुत na afanye maombi sana अपनी कमजोरी का इजहार na atubu sana, के तज़किया नफ्स हो जावे और खुदा na aeleze kwamba yeye ni mwenye makosa na ajaribu kujitakasa na ajizame अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। katika ridhaa ya mwenyezi mungu. और मस्जिद Hii ndiyo ni hali inatakiwa maaminio awe nayo, और इसकी याद दहानी करवाने na का बेहतरीन जरिया। misikiti ina बस हमें ni njia nzuri ya kukumbusha hali hii. मस्जिद बनने से हमारी जिम्मेदारी Halifa mtukufu anasema kwamba tunatakiwa tukumbuke kwamba kwa kujenga misikiti बातों के हकदार majukumu yetu yanaongezeka sana. अल्लाह ताला के बाकी अहकामात की पाबंदी Hapa tutakuja kutimiza haki ya ibada, vile vile tutajitahidi kuzingatia amri zingine zote za mwenyezi mungu, मुखलिसीन अल्लाह na inatakiwa amri hizi tuzingatie zaidi kuliko zamani. pengine hatutaweza kufuata amri hii ya mukhlisina lahuddin. कि अब ये ज़माना है sainam alahi salatu wassalam anasema sehemu moja kwamba तकब्बुर hii ni zama wakati ambamo watu wana ला तरक्की कर गए। kibri sana, wanafanya mambo kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine, na mambo haya yamezidi sana, तवक्कुल तफवीज़ na सब बातें sifa za mukhlisina lahuddin यानी दुनियादारी hazionekani. और अपनी बड़ाई तकब्बुर वगैरह बढ़ता Yani watu wanategemea dunia na कम है। wanakuwa na tabia ya majivuno na kibri, na hawamtegemei mwenyezi mungu, wanaelekea dunia na अल्लाह ताला ने सुपुर्द hawafanyi haki, hawatimizi haki ya ibada ya mwenyezi mungu na kazi ambayo mwenyezi mungu amewapatia na amri ambazo mwenyezi mungu alizopatia, hawazingatii amri hizi. sainam alahi salatu wassalam anasema kwamba hawa watu hawawezi kuwa mukhlisina lahuddin, फरमाया अब hawawezi kutimiza haki hii. Katika hali hii amesema यानी sasa mwenyezi mungu amenuia, amepanga kwamba begu ya vitendo vizuri ipandwe tena. ये इस ज़माने में हज़रत मसीह मौद mwenyezi mungu amenuia namna gani? अल्लाह ताला ने अपने इस alinuia kwa kumtuma masihi aliyeahidiwa alahi salatu wassalam katika zama hii. तो इस्लाम की तरफ मंसूब होने का दावा करते हैं, तो हमें Basi sisi tunapojinasibishwa kwa sainam alahi salatu wassalam, और जैसा कि tunatakiwa tuwe halisi katika imani zetu, हमारा मकसद पूरा होगा। ndipo इबादतों की tutapata lengo la kujenga msikiti. दुरुस्ती की तरफ तवज्जो देनी होगी। जो ये करेगा Pamoja na ibada tunatakiwa tuboreshe vitendo vyetu. yeyote atakayefanya hivi, basi yeye हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु atatimiza haki ya bayati ya sainam alahi salatu wassalam. वस्सलाम है कि इनकी तुखमरे saina ahmad alahi salatu wassalam anasema kwamba sasa mwenyezi mungu amenuia kwamba begu hii ipandwe. hii haya si maneno tu, bali 123 साल पहले mapinduzi yalipatikana kwa sababu ya begu hii. ने लाखों
miaka 123 iliyopita begu hii iliyopandwa. Kwa sababu ya hii watu wema malaki na malaki walipatikana, जो जमात में शामिल होते na hali hii inapatikana mpaka leo. साथ होते हैं, Watu wapya wanaojiunga na jumuiya wanajiunga na jumuiya kwa fikira hii kwamba namna gani किस तरह wanaweza kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, बुलंद करने की, namna gani wanaweza kuboresha ibada zao, किस तरह आला मयार हासिल किए जाएं जिससे बंदा अल्लाह ताला की रजा हासिल करने वाला बन जाए। namna gani wanaweza kufanya ibada ya hali ya juu ili waweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. बहुत बड़ी तादाद Sasa mbele yangu ऐसे अहमदियों की है, ambao umekaa hapa mbele yangu, wengi wenu ni wale ambao उन्हें खुदा ताला mababu zenu walijiunga na jumuiya, इस्लाम की बैत ambao kwa kuelewa lengo la Mwenyezi Mungu walifanya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, उन बुजुर्गों की na walitimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu. अगली नस्लों का फर्ज बनता है Basi ikiwa सच्चे ताल्लुक basi kwa ajili ya कायम रखें, kuleta matunda zaidi, vizazi vijacho vinatakiwa walenge lengo lao na watimize majukumu yao. वरना ज़ाहिरी Na hili ni jambo ambalo linaweza kutofautisha baina ya wanajumuiya na baina ya watu wengine, pengine kuswali na kufunga saumu na kusoma Qurani tukufu. Mambo haya yote watu wengine, waislamu wengine pia wanafanya. जब हमारा हर फेल Tofauti baina yetu na baina ya wengine itaonekana wakati kila kitendo chetu kitakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na mambo ya dunia pia yatakuwa kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu. खुदा ताला की तरफ होंगी, Wakati wa ibada sisi tutalenga Mwenyezi Mungu उसे ही पुकारेंगे। na नमाज़ों में हमारी तवज्जो tutamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kuhalisisha dini yake kwa ajili yake. ख्वाहिशात के हसूल Hatutafikiria kuhusu biashara katika swala wala kuhusu kibarua, wala hatutafuata tamaa ya nafsi zetu, खुदा पर छोड़ wala hatutafikiria kuhusu mambo mengine mabaya, bali kwa kuacha mambo yote tutainama mbele ya Mwenyezi Mungu. ताला के Mwenyezi Mungu atujalie kwamba sisi kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu tufuate amri zote za Mwenyezi Mungu, हमें हुक्म दिया है, tuweze kufuata mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameeleza katika Qurani tukufu, tuweze kupata hatua mbele katika wema na tupate maendeleo katika uchamungu, tuweze kujiepusha katika kila dhambi सिर्फ बचना ही na tuweze kufanya jihadi dhidi ya dhambi za kila aina. Kujiepusha haitoshi, bali kufanya jihadi ni muhimu sana dhidi ya maovu. Mwenyezi Mungu katika Qurani tukufu amesema यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन katika sura Al-Maida, अनिल मस्जिदिल हराम, la yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa वत्तकुल्लाह, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullaha innallaha shadidul iqab. कि उन्होंने तुम्हें Na uadui wa watu usiwashawisheni kwa sababu waliwazuilieni msikiti uliotukuzwa, कामों में ताउन न ya kwamba mruke mipaka na saidianeni katika wema na utawa, wala msaidiane katika dhambi na uasi, na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Siku hizi kuna shutma dhidi ya jumuiya kwamba Islam ni dini ya ugaidi na inapenda vita, na nauzu billah, Islam ilienea kwa sababu ya upanga na kwa sababu ya nguvu, मुखालिफ मजहब था या दूसरे मज़हब थे, इन सब के खिलाफ na इस्लाम ने तलवार उठाई। wale waliokuwa dhidi ya Islam, में Islam ilishika upanga dhidi yao. Hii ni shutuma. इतराज़ का भी रद्द Katika aya hii Mwenyezi Mungu कि ameeleza jibu la shutuma hili जिनको अल्लाह ताला की रज़ा मतलूब है, kwamba wale ambao ni watumishi wa Mwenyezi Mungu wanaotaka ridhaa ya Mwenyezi Mungu, उनसे ये सलूक wanaofanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, की तरह उन पर ज्यादती ना हो।
wale watu wanaweza kuwatendea maadui kiasi hiki kwamba wasiwadhulumu maadui hata kidogo. hata wale waliodhulumu hawatakiwi hawa watumishi wa mwenyezi mungu wadhulumu juu yao. अल्लाह ताला की रजा चाहता है. नेकी basi mwislamu mkweli ambaye anataka ridhaa ya mwenyezi mungu katika wema na katika utawa uchamungu के लिए हर वक्त तैयार ana और गुनाहों और ज्यादती anawatendea vizuri watu wote na anakuwa tayari kuwasaidia na anachukia mambo ya maovu na hawezi kusaidia katika mambo ya maovu kwa sababu hii ni kinyume na uchamungu. नेकी na jambo hili ni sawasawa na kupoteza vitendo vizuri ikiwa anasaidia katika mambo ya maovu. वो सिर्फ ikiwa wanasaidia katika mambo ya maovu na kinyume na uchamungu, basi sala zao ni sala ya kuwaonyesha watu wengine. swala ya aina hii haileti maana yoyote wala haileti faida. na kuhusu watu wa aina hii, waswaliaji wa aina hii, mwenyezi mungu anasema fawailu lilmusallin, जो जमाने के इमाम को ni ole kwa waswaliaji wa aina hii. मात पर चलने का sisi kwa kupokea imamu wa zama hii की तजदीद करते हैं. tumeahidi kwamba tutafuata amri zote za islam na quran. ही नहीं जा सकती कि वो मस्जिद में Hakuna anayeweza इबादत के लिए आए kutegemewa miongoni mwetu kwamba anakuja msikitini kwa ajili ya ibada ya mwenyezi mungu, जिसके लिए मस्जिद तामीर की गई है, anakuja गुनाहों और ज्यादतियों मुलव्वस हो kwa lengo la kuwamwabudu mwenyezi mungu kisha baadaye anafanya maovu. haiwezekani au aweze kufanya hivi. wanajumuia wanaoishi katika maeneo haya wanatakiwa kwa vitendo vyao wajaribu kuondoa मुसलमानों की तरफ से मुखालफत wazo mbaya ya wenyeji wa aina hii. wapinzani wanapinga islam kwa sababu ya hii, kwa sababu picha mbaya ya jumuiya inaelezwa mbele yao na inasemwa kwamba nauzubillah, wanajumuiya hawamwamini mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khataman nabiyin, wakati wanajumuiya wanatangaza kila wakati kwamba sisi बढ़कर यकीन करने वाले tuna amini kwamba mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa khataman nabiyin. इस्लाम ने दिया. na jambo hili alitufundisha sinama alah salatu wassalam. हमें सामना होता है इसी तरह गैर मुस्लिम basi sisi tunapata upinzani wa waislamu na vile vile wasiokuwa waislamu pia tunapata upinzani wao kwa sababu ya picha wanakuwa vichwani vyao. kwa sababu ya ile picha wanatudhulumu na wanapinga islam. के खिलाफ हैं. na wapo wengine ambao ni racist, hawapendi mataifa mengine, wao pia wanafanya dhulma. lakini sisi परसों रात भी यहाँ tunadhulumiwa kwa upande zote. गलत अल्फाज लिखे गए या juzi usiku pia katika ukuta wa misikiti walichora maneno mabaya आई हुई दुश्मनी के na walijaribu kuchafua, नाम के खिलाफ na hii ni kwa sababu ya uadui ule wanakuwa vichwani vyao dhidi ya islam. दूर करने हैं. sisi wanajumuiya tunatakiwa tuondoe wasiwasi ya kila mtu, na hii inaweza kufanyika wakati tunafanya ibada halisi kwa ajili ya mwenyezi mungu, wakati tutatimiza lengo la ujenzi wa misikiti. vile vile tunatakiwa tukumbuke jambo hili pia kwamba uzuri wa jumuiya ni katika hii kwamba sisi wenyewe pia ताल्लुकात को रजा के रसूल tushindane na tusaidiane katika wema na kwa ajili ya ridhaa ya mwenyezi mungu की आपस की मोहब्बत चारा इस जमात का एक खास वस्फ हो. tuwatendee ndugu zetu kwamba kila mmoja atoe ushahidi kwamba कि हुक्म की एक अहमियत hulka hii ni hulka ya wanajumuiya tu. na kuja miskitini kwa ajili ya sala ya jamaa faida yake ni hii pia kwamba umoja unaonekana मोहब्बतें बढ़े
inaonekana kwamba watu wote ni kama kitu kimoja, na kwa sababu ya hii mapenzi yanatakiwa yaongezeke. कि ये दस्तूर होना चाहिए sainam alah salatu wassalam anasema kwa kutusihi kwamba inatakiwa iwe desturi kwamba wale wanyonge wasaidiwe na wapewe nguvu. Jambo hili si sahihi kwamba ni ndugu wawili, moja anajua kuogelea na mwingine hajui. Je, si jukumu la ndugu wa kwanza से बचावे या उसको kwamba है कि उसको kwamba amwokoe katika kuzama au amwache aendelee kuzama majini? कि कमजोर ndiyo maana katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema taawanu alal birri wattaqwa, और माली कमजोर saidieni ndugu zenu wanyonge, बदनी कमजोरियों का भी इलाज wale ambao ni कोई जमात dhaifu katika imani na katika mali msaidieni. और इसकी यही सूरत Jumuiya haiwezi kuitwa jumuiya mpaka wanyonge wanasaidiwa katika jumuiya, सहाबा को यही तालीम हुई कि नए na की कमजोरियां देखकर ना tunatakiwa tusitiri ndugu zetu. Na masahaba walipewa amri hii kwamba wasicheke kwa kuona aibu za ndugu zao, फिर फरमाते हैं देखो वो जमात जमात नहीं हो सकती na kila mmoja anatakiwa aheshimu ndugu yake जब चार मिल na atendee vizuri. गिला करें और नुक्ते Ikiwa wanakaa pamoja, की हकारत करें basi wasizungumze dhidi ya ndugu yao ambaye ni mnyonge, बल्कि इजमा na wapinzani wamuone kwamba yeye इबादत पैदा हो ni mtu ambaye amedhalilika. Haitakiwi hali hii ipatikane होते हैं katika jumuiya, bali katika jumuiya inatakiwa mapenzi yapatikane, होता है कि जब inatakiwa मोहब्बत hulka njema ziboreshwe. Hii inaweza kufanyika wakati mtu anakuwa na huruma kwa ajili ya wengine na anawasaidia ndugu zake, कर लिया जावे जरा जरा सी बात पर ऐसी na anakuwa tabia ya kusitiri aibu za wengine. नहीं और रंज का मूजिब होती हैं जमात Haitakiwi kwamba watu waadhibiwe kwa sababu ya makosa madogo madogo. पर्दापोशी की जावे जब ये Jumuiya inapatikana wakati watu wanawahurumia watu wengine. जवारे हो जाते हैं और अपने तय Hali hii inapopatikana, basi kila mmoja anakuwa ukuta kwa mwingine, सहाबा को भी यही तरीको yani अखुवत याद anamlinda. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasihi masahaba pia jambo hili, उनको ना मिलती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु na mapenzi na ndugu uliopatikana ndani ya masahaba walipata kwa kumpitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile Mwenyezi Mungu ameanzisha jumuiya hii, silsila hii, ili udugu ule upatikane tena hapa duniani, दुनिया में दोबारा कायम करें na kwa ajili ya kuboresha hulka hii njema Sayyidina alayhi salatu wassalam alikuja अदा करने वाले ili uchamungu upatikane tena खालिस गिरोह बनाएं na watumishi wa Mwenyezi Mungu wapatikane ambao wanatimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu. साथ Basi furaha yetu iwe kwa katika ujenzi wa misikiti tu, bali baada ya kujenga misikiti kwa kufuata mukhlisina lahuddin, tunatakiwa tuwe watumishi halisi wa Mwenyezi Mungu. के लिए Katika zama hii, एक दौड़ लगी हुई है wakati kwa ajili ya kupata करना manufaa ya dunia watu wanashindana खींचने वाला kupata hali hii ya utumishi wa Mwenyezi Mungu, अल्लाह ताला के फजल bila shaka itavuta fadhila za Mwenyezi Mungu. की इस्लाम का पैगाम Leo kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wassalam, ujumbe halisi wa Islam unaenea, unafika katika kila pembe ya dunia. मुसलमानों में भी Na kwa sababu ya hii, wasiokuwa Waislamu kwa kujiunga na Islam wanakuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu na wanaacha bid'a ya kila aina, na watu wanaelewa Islam halisi. कि हकीकी इस्लाम Kama nilisema hapo awali kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam anaeleza Islam halisi, Islam परसों की डाक में मैं kwa niaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. का जिसमें Juzi nilikuwa naangalia barua moja अल्लाह ताला ambamo ndugu moja aliandika kwamba namna gani का फजल कि नेक फितरत
mwenyezi mungu alibadilisha hali yake. हिस्सा बनाता चला जा रहा है। hii ndiyo ni fadhila za mwenyezi mungu kwamba watu wema wanaendelea kujiunga na jumuiya na wanaendelea kujiepusha katika bidha. वक्त गुजार रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी ameandika katika barua kwamba maisha ambayo tunaishi siku hizi, आज के katika maisha haya kulikuwa mambo ambayo tulikuwa hatujui kabla ya kujiunga na jumuiya, के वफात शुदगान पर कुरान खानी करना, yaani अपनी बिदात jambo hili kwamba या ईसा kusoma kufanya hitima तस्लीम करना वगैरह na kusoma qurani tukufu juu ya maiti से हमने उन कुतुब का au kuamini kwamba isa alah salatu wassalam bado hajafa. मुतालिया किया जो उनको उनकी जुबान में अभी चंद एक जो लिटरेचर मुहैया हुआ baada ya kusoma vitabu ya sayyidina alah salatu wassalam, करते गए, हमारे कुलूब में हमारे दिलों में रोशनी और नूर mambo haya uhakika wake yalijulikana maadamu tuliendelea jinsi tuliendelea kusoma vitabu ya sayyidina alah salatu wassalam, basi imani iliendelea kuimarika zaidi na tukajua kwamba tulienda mbali sana na dini tukufu ya islam. Basi tunakuomba kwamba utuombee tuweze kupata nuru ya mwenyezi mungu na mwili wetu uwe nuru tupu ya mwenyezi mungu. Ni tunamshukuru mwenyezi mungu kwamba ametuokoa katika maisha ya bid'a, निकलें तो उन्हें बिद्दतों में na anasema kwamba ukija katika kijiji chetu utakuta kwamba watu wote wamezingirwa na bid'a ya aina mbalimbali. हमें खासतौर पर बहुत कोशिश करनी चाहिए, जैसा मैंने hazur anasema angalieni namna gani watu wanajumuia wapya बिद्दतों के wanapata imani namna gani दूर करें, सिर्फ ज़माने na namna gani wanaondoa kila bid'a katika maisha yao. आगे निकलने वाले साबित होंगे। mnatakiwa muondoe kila bid'a inayopatikana ndani yenu, pengine hawa wanajumuia wapya watapita mbele kuliko wanajumuia wa zamani. इस्लामी खानदान से है, 68 साल का हूँ, familia ya artikofu yubana ambaye ameandika barua, बात पर ईमान लाते हैं कि मसीह yeye और हमारी ख्वाहिश anasema zaidi kwamba sisi watu wa familia wote tunaamini kwamba sainama alah salatu wassalam ameshakuja, basi utuhisabu miongoni mwa wale wanatoa ushahidi. आइंदा नस्लों में उलमाए Na tunakuomba jambo hili pia kwamba vizazi vyetu vijacho pia उनके हाँ डॉक्टरों kwa ajili ya islam waimarike, kwa ajili ya islam wajitolee, na madaktari wapatikane katika familia yetu, करते हैं na maulamaa wapatikane ndani yetu. जो अल्लाह ताला के सही hazur anasema wao wana maulamaa, lakini wanataka maulamaa wa kweli ambao wanafuata amri za qurani tukufu na wanatimiza haki za ibada. bashiri ameandika kuhusu yubana kwamba kabla ya jiunga na jumuiya alikuwa mdui wa jumuiya kiasi hiki kwamba mtoto wake alitangulia kujiunga na jumuiya, aliendelea kumtishia na aliendelea kumpinga yeye. Lakini 2008 katika mkutano wa khilafa jubli alishiriki, na kwa sababu ya jalsa ile alipata athari kiasi hiki kwamba akajiunga, na sasa amezidi katika imani kiasi hiki kwamba हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के सदक़े kwamba इश्क हो चुका है। ana इससे पहले कहते हैं जो हम anampenda sinama alah salatu wassalam kwa sababu ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zamani tulipokuwa tukiongea naye alikuwa akichukia sana sinama alah salatu wassalam, lakini sasa anampenda sana sinama alah salatu wassalam. manzoni alipopewa vitabu alikuwa akileta shutuma, lakini sasa alipopewa islami usul ki philosophy, hekima ya mafundisho ya dini tukufu ya islam, anasema amesoma mara 2, sasa anasoma mara ya 3. huzur anasema hii ndiyo ni hali ya wanajumuia wapya, wanaendelea kupata maendeleo katika imani. के वो वक्त mwenyezi mungu ajalie kwamba hawa watu ambao ni wenyeji wa rasia wa jiunge na jumuiya, na tushuhudie ufunuo wa ilham sayyidina alah salatu wassalam umetimia, कि इस्लाम का दुनिया को पता चल रहा है।
katika zama hii wa watu wanajua kuhusu islam kwa kumpitia sainama alah salatu wassalam. तबलीग की भी खुल के इजाजत नहीं, haya ni maeneo ambapo hatuna misikiti yetu wala hakuna ruhusa ya kufanya mahubiri, और तारुफ भी lakini अच्छी तरह नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ताला हज़रत मसीह मौद na hatuwezi kueleza vizuri kuhusu jumuiya, lakini की मुहार kwa फेर रहा है। kwa kupokea maombi ya sinama alah salatu wassalam anawaleta watu mwenyewe, हमें na इन मुल्कों में रहते ushindi wa islam pia utapatikana kwa kupitia maombi. Sisi ambao tunaishi katika nchi za ulaya ambapo kuna uhuru wa dini na wala hakuna kizuizi kwa kufanya ibada, sisi tunatakiwa tufanye maombi kwa ajili ya nchi hizi, जहाँ हमें आज़ादी से hasusan katika nchi za Russia na nchi zingine za waislamu ambapo hatuna uhuru wa kufanya ibada. Tufanye maombi kwamba mwenyezi mungu aondoe kila kizuizi, शामिल होने वाले na wao pia kwa uhuru नहीं मस्जिदें बनाने वाले बन waweze kujiunga na jumuiya ya sainama alah salatu wassalam, waweze kujenga misikiti. लेकिन इसके बावजूद यहाँ के Hapa nimeeleza uhuru wa dini, मुसल हमसायों को lakini pamoja na hii katika sheria तो किसी भी इमारत की तमीर council imewapatia haki majirani kiasi hiki kwamba wakipinga basi wanaweza kuzuia ujenzi wa nyumba yoyote. Hapa pia kwanza tulipewa इजाजतनामा मंसूख कर दिया kibali cha kujenga msikiti, lakini baadaye kizuizi kiliwekwa na majirani, kwa hivyo kibali kilifutwa. आया और सुना Lakini mwenyezi mungu alipokea maombi ya wanajumuiya wa eneo hili, बल्कि मुकदमा na kesi ilipoenda mahakamani basi mahakama ilitoa इस तरह hukumu katika haki yetu, na hata ilitoa hukumu kwamba council itoe malipo yote iliyofanya jumuiya. जहाँ अदालत से इंसाफ मिला तो इन एमडीओ को भी बहुत ज़्यादा Hazur anasema kama watu wa eneo hili walipata uadilifu kutoka mahakama, wanatakiwa watoe shukrani sana ya mahakama. अल्लाह ताला के आगे मजीद झुकने वाला Wanatakiwa mshukuru mwenyezi mungu pia kwa sababu ya fadhili hii, na wanatakiwa wainame mbele ya mwenyezi mungu, अब बन के अलग na wanatakiwa watimize haki ya msikiti huu kweli kweli. बाकायदा शुक्रगुजारी के लिए बाकायदा मस्जिद में 5 वक्त यहाँ नमाजियों को आना Kwa ajili ya shukurani wanatakiwa waje misikitini kila siku mara 5 kwa ajili ya swala. Katika hadithi moja inapatikana Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, चाहिए ताकि वो अपनी नमाज की जगह में ठहरे malaika waombea kila mmoja wenu madamu anapokuwa misikitini. अल्लाह उसे बख्श दे, ए अल्लाह Ikiwa anaswali swala, malaika wanasema e mola mghofirie, umsamehe na umrehemu. वो लोग जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करें Wenye bahati nzuri ni wale ambao malaika wanawaombea. ऐसे लोगों की अपनी दुआएं भी शामिल होकर Kisha pamoja na maombi haya जज्ब करने वाली watu wenyewe pia wanapofanya maombi, basi kwa sababu ya hii fadhila za mwenyezi mungu zinashuka, na yule ambaye amepata ghufira na msamaha wa mwenyezi mungu anataka nini kitu kingine zaidi ya hii? Mwenyezi mungu atuhisabu pamoja na wale ambao wanapata ghufira, msamaha na rehema ya mwenyezi mungu. मालूमात दी गई हैं उनका भी Mwishowe kuhusu ujenzi wa misikiti nieleze, ingawa mwanzoni nilieleza kwa muhtasari namna gani misikiti huu ulijengwa. मीर पर तकरीबन 9 लाख पाउंड खर्च आया Katika ununuzi na katika ujenzi 900,000 imetumika, यही मुझे बताया गया कि ज़्यादातर खर्च उठाया na kwa fadhili ya mwenyezi mungu पास जगहों से jumuiya ya Hanslo na jumuiya hii imetoa malipo haya yote, au labda watu wengine wa jumuiya zingine pia wametoa mchango wao, 200 के करीब यहाँ lakini kama jumuiya ya Hanslo na कुल तादाद तो इनकी na Feltham tukihesabu ni watu 200 ambao wanatoa mchango, na jumla wanajumuiya ni 600. 400 के करीब बन जाए Kwa hivyo ikiwa jumuiya zote mbili zimetoa malipo yote, बड़ी अल्लाह ताला basi की है जमात ने ni hela kubwa sana, ni malipo kubwa sana ambayo jumuiya hii imetoa, na ni dhabihu kubwa sana. तौर पर 6
mwenyezi mungu apokee zabihu yao na kujitolea kwao 2,80,000 hasusan watu wengine ni wale ambao wametoa अदायगी की 2,250,000 mmoja alitoa zaidi ya 1,100,000 wengine kuanzia 20,000 mpaka 50,000 walitoa mwenyezi mungu aweke baraka sana katika nafsi zao na katika mali zao मैं कहता हूँ कि मस्जिद mwishowe kwa kuwakumbusheni tena anasema या 10, 20, 50,000 या लाख पाउंड की कुर्बानी ku, से हासिल नहीं होता ku, ये मकसद kutimiza haki ya misikiti मकसद haliwezi kupatikana kwa kujenga tu au kwa kutumia maelfu kadhaa खालिस bali lengo lake linaweza kupatikana kwa kuimarisha msikiti na msikiti uimarishwe kwa ajili ya ibada ya mwenyezi mungu na ibada yafanywe kwa ajili ya mwenyezi mungu kisha baada ya kutoka nje ya misikiti athari ya baada iwe kiasi hiki kwamba mtu atimize haki ya wanadamu na apate maendeleo katika wema na katika uchamungu अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए na jambo hili litamwezesha kutimiza haki ya baia sainam alah salatu wassalam mwenyezi mungu atuwezeshe sisi sote इंडिया में भी हैदराबाद दक्कन में nikumbushe kuhusu dua pia kwamba pakistan jumuiya inadhulumiwa na katika india hyderabad pia wasiokuwa wahamadia wanataka kunyang'anya misikiti yetu इसलिए na kule kwa sababu wengi ni waislamu kwa hiyo serikali pia iko chini ya athari yao na serikali pia inagopa mwenyezi mungu atulinde katika sharia hawa watu wote amin الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر